Tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa ametapanya mali zake. Akamwita, akamwambia, ni habari gani hii ninayoisikia juu yako? Toa hesabu ya uwakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Yule wakili akasema moyoni mwake, nifanyeje? Maana bwana wangu ananiondolea uwakili. Kulima siwezi, kuomba naona haya. Najua nitakalotenda, ili nitakapotolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao. Akawaita wadeni wa bwana wake, kila mmoja. Akamwambia wa kwanza, wawiwani na bwana wangu? Akasema, vipimo 100 vya mafuta. Akamwambia, twaa hati yako, keti upesi, andika 50. Kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwani? Akasema, makanda 100 ya ngano. Akamwambia, twaa hati yako, andika 80. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Nami nawaambia, jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wakukaribishe katika makao ya milele. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye mzalimu katika lililo dogo huwa mzalimu katika lililo kubwa pia. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Basi Mafarisayo, ambao wenyewe ni wapenda fedha, waliyasikia hayo yote, akamdhihaki. Akawaambia, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Torati na manabii vilikuwako mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa, na kila mtu hujiigiza kwa nguvu. Lakini ni vyepesi zaidi mbingu na nchi vitoweke, kuliko itanguke nukta moja ya Torati. Kila amwachaye mkewe na kumwoa mke mwingine azini, naye amwoaye aliachwa na mumewe azini. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata umbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso,
akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, "E baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu." Ibrahimu akasema, "Mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi nanyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huko kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu." Akasema, "Basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso." Ibrahimu akasema, "Wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao." Akasema, "La, baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu, watatubu." Akamwambia, "Wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishiwa hata mtu akifufuka katika wafu." Somo hili linatoka katika kitabu cha Luka, ikiwa ni Luka sura ya 16 mstari wa 1 hadi mstari wa 31. Lakini pia ninakukumbusha, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, hakikisha una subscribe kisha unaruhusu alama kengele, ili kitakapoka taarifa zetu uweze kuzipata kiurahisi zaidi. Jina langu ni Cassius Mwanga.